Amani na salama. Miaka 800 Mtakatifu Francisco wa Asizi bado anaishi. Karibu katika muendelezo huu wa tafakari hizi za maisha ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, ambapo katika mwaka huu tunaadhimisha kwa namna ya pekee jubilei hii kubwa, miaka 800 ya Pasaka ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, kutoka kwake katika ulimwengu huu na kuingia katika uzima wa milele. Ni nini Mtakatifu Francisco wa Asizi ametuachia kama urithi wa pekee? Ni nini Mtakatifu Francisco wa Asizi ameacha kama kionjo cha pekee kwenye maisha yetu ya Kikristo, kiongeze ladha na kukoleza maisha yetu ya Kikristo? Tumeona katika hizo sehemu zilizotangulia namna ambayo Mtakatifu Francisco wa Asizi alijaa furaha. Yeye aliachia vyote, na kama vile amepoteza vyote, amekuwa na furaha kuliko wale walionavyo vingi. Na hii ikawa sababu ya wale wote waliomuona kuvutwa naye. Watu walivutwa kwa namna mbalimbali. Leo hii natamani tuangalie namna moja ya pekee ambayo iliwavuta watu, na hapa tunazungumzia undugu wa kwanza kabisa wa Kifransisko, wale ambao walivutwa na maisha yake, hasa na ile furaha yake kubwa ya kimungu, na hawakuamua tu kukaa mbali wakitamani vile alivyokuwa na furahi, lakini waliamua kuchukua hatua na kujongea, kama Musa alivyostaajabishwa na kile kijiti kilichowaka moto bila kuteketea, na akasema hapana, sikubali, nitajongea nikaone mambo haya makubwa na ya ajabu. Francisco wa Asizi anawavuta watu, wanatamani kuishi maisha yale aliyoyaishi, wanatamani kuyaishi pamoja naye, na huu unakuwa mwanzo wa undugu wa kwanza wa Kifransisko. Mpendwa, Mtakatifu Francisco wa Asizi hakwenda barabarani, hakwenda sokoni, hakwenda jukwaani kupaza sauti kumwambia mtu yeyote chochote, kumwalika mtu yeyote amfuate. Hakuprinti bango lolote ama kuprinti maandishi kwenye t-shirt ili kuwavutia watu na kuambia watu wamfuate. Watu walimuona amejaa furaha, furaha ya kweli, furaha iliyopitiliza, si kwa ubaya, iliyopitiliza vizuri, na wao wenyewe wanapiga hatua zao kujongea. Na ndipo tunafahamu katika maandishi yake Mtakatifu Francisco wa Asizi baadaye ataandika kusema, Mwenyezi Mungu alinipa ndugu, ikiwa haina maana mbaya kwamba alikuwa amekasirika, sasa wamemchosha, akasema basi bwana, Mungu alinipa ndugu, ndio kama hivyo. Si maana yake. Mtakatifu Francisco wa Asizi anamaanisha, nilianza maisha ya toba, maisha ya mageuzi yangu mimi binafsi kwa neema ya Mungu na msaada wake, na sikuwa na mpango wa kuanzisha shirika la kitawa. Mtakatifu Francisco wa Asizi si tu kwamba hakwenda huku na huko kuwaita watu, lakini pia hakuwa na mpango wala lengo la kuanzisha jumuiya ya kitawa. Lakini walipomuona walishindwa kujizuia, wao wenyewe walimfuata, na ule uwepo wao ukamfanya Mtakatifu Francisco wa Asizi aelewe kwamba Mungu ana mpango kwamba jumuiya ya kitawa, jumuiya ya ndugu hawa iwepo, na yeye anaipokea, anawapokea hawa ndugu waweze kuishi maisha yale pamoja naye. Anaweka msisitizo mkubwa sana katika undugu. Kitu kimoja cha pekee alichokuwa anafanya Mtakatifu Francisco wa Asizi ni kuyapa msingi mang'amuzi yote katika maandiko matakatifu. Walipoanza kuja wale waliovutiwa na maisha yake, yeye hakuambia mara moja, umekuja, ingia ndani. Umekuja,
twende. Umekuja, nifuate, nitakuonyesha, nitakufundisha. Nifanya vizuri sana kuja. Nimejitahidi hapa kuwaonyesha walau mvutiwe sasa mje. Na watakuja wengi. Hakuwa na mtazamo huo, bali yeye alifanya hivi. Alipokuja mtu na kumwambia anadhani anavutwa na maisha yale na anatamani kuingia katika jumuiya ile, Mtakatifu Francisco wa Asizi alichukua Biblia yake akamwambia, ndugu, basi tumuulize Mungu anasema nini. Chukua Biblia yake na kuifungua tu kwa haraka hivi pasipo kutafuta mahali fulani ili asome. Alifungua tu ghafla na kupeleka macho yake katika sehemu fulani ya maandiko na akasoma kile kilichoandikwa hapo, ambacho alikichukua kama sauti ya Mungu, ujumbe wa Mungu anaousema Mungu kuhusu jambo hilo wanalokabiliana nalo kwa wakati huo. Kwa hakumjibu tu mtu kwamba karibu sana kwenye shirika hili ni zuri sana kuliko mashirika mengine, njoo ukae huko, wala usiende mahali pengine. Hakujibu kwa mawazo yake, hakujibu kwa maoni yake, hakujibu kwa maneno yake. Alimwambia, ndugu, sawa, kama Mungu amekuita katika njia hii, tumsikilize anasemaje. Fungua maandiko na kusoma kilichoandikwa. Wakati mwingine akafungua tena mara ya pili na mara ya tatu kupata uthibitisho mzuri zaidi wa kile ambacho Mungu anasema. Na mara nyingi Francisco alipata macho yake kukutana na maandiko ambayo yalithibitisha kile kilichokuwa kiko mbele yake. Sauti ya Mungu ilizungumza vizuri sana. Yeye mwenyewe siku moja akiwa ameingia kanisani, katika kanisa lile la mama yetu Bikira Maria, Malkia wa Malaika wa Porciuncula, anasikia injili ikisomwa, Mathayo sura ya 10 kuanzia ya 7 hadi ya 13, ambayo ilikuwa inasema, msichukue kitu chochote mnapoenda. Wakati Kristo alipowatuma alimwambia, msichukue kitu chochote mnapoenda kwa ajili ya safari yenu, isiwe fimbo, mfuko wala mkate. Na ndipo Francisco alipovutwa na maneno yake akasema, ndio, hiki ndicho ninachokitafuta, hiki ndicho nilikuwa nakitamani siku zote, ni hiki ndicho ninachokitaka. Kwa sababu hiyo anaweka maisha yake yote mikononi mwa Mungu. Mungu mwenyewe ampeleke anapotaka, ampeleke vile anavyotaka, kufanya kile anachokitaka yeye Mungu. Na hakutaka kujilimbikizia chochote, bali aliamini Mungu kwa mkono wake atampa na kumwezesha katika yote ambayo anaenda kuyafanya. Na kwa sababu hiyo walipokuwa wanakuja sasa pia wale waliotamani kufuatana na kuambatana naye, ambao tunakumbuka wa kwanza kabisa alikuwa anaitwa Bernard wa Quintaval, ambaye alikuwa tajiri pia, lakini alipoona namna ambayo Francisco ameiga kweli ule umaskini wa Kristo, yeye pia alivutwa na akatamani kuweza kumfuata. Wakafungua Biblia mara 3 kutafuta mwongozo, na kila mara walipata maneno ya pekee sana kuhusu kuacha vitu, kutoa kwa ajili ya maskini, kuachilia vyote, kuto kujilimbikizia, kuto kung'ang'ania. Uza mali zako zote, kawape maskini, kisha njoo unifuate, na maneno ya namna hiyo. Kwa hivyo kama vile katika Injili ya Luka sura ya 10 aya ya 4, lakini pia Mathayo sura ya 19 aya ya 21, haya yaliwapa uhakika kwamba Mungu kweli amesema, Mungu kweli amemuita huyu mtu, na hivyo anaingia katika maisha hayo ya ufukara, lakini pia upendo wa pekee uliojaa furaha ya kweli. Na tangu mwanzo wakaanza kwa pamoja kuihubiri Injili, kufuata maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Injili yao ilikuwa rahisi sana: tubuni na kuiamini Injili. Maisha ya toba, maisha ya mageuzi ya pekee ya ndani ya kiroho, mageuzi ya mtu mzima moja kwa moja kumfuata Kristo. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa undugu wa Kifransisko. Anakuja Bernard wa Quintaval na baadaye wataongezeka wengine ambao watamfuata Kristo
kwa mfano alioonyesha Mtakatifu Francisco wa Asizi. Tutafakari undugu wetu pia sisi wa Franciscan, lakini pia undugu kwa maana ya katika maisha ya familia, undugu ule ambao si wa kuchagua, ni wa kupewa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, lakini pia undugu kwa maana ya waamini katika kanisa, na undugu kwa maana ya binadamu wote. Ninakuombea kwamba Mungu mwenyewe aweze kukupa nguvu ya kujifunza katika mang'amuzi ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, na uweze kuishi vile alivyokusudia. Amani na salama.